Bwana Yesu asifiwe. Na kwa salamu zetu sisi wa Afrika tunasema utepu, tunaitikia amenera. Hii ni salamu inayotusii sisi watu weusi waanza kale kabisa, na nawasalimia waandishi pamoja na wageni waliohusika katika eneo hili. Ukweli ni kwamba Mwafrika anatakiwa kurudi kwenye mila na tamaduni zake. Tiba za asili sio uchawi. Tiba za asili ni matibabu kwa watu, kwa sababu muumbaji wa mbingu na nchi na watu wake ameleta hivi vitu kwa sababu ya msaada wa umma wake. Lakini leo tumefanyiwa mchezo wa kwamba vitu vyote vya asili vya Afrika havina maana na watu wake wote hawana maana. Tunarudishwa nyuma tufuate mila na tamaduni za wakoloni ambazo zinawafanya wao wawe juu zaidi, na sisi tunazidi kushushwa. Kushushwa kwetu sisi tumekubali, tumepokea mapokeo yao ya kwamba wao ni wa kweli. Sisi ni manyani. Mwanamke wa Kiafrika anakwenda kuongeza mwili kwa sababu apendeze, lakini zile dawa anazotumia wenyewe hawatumii waliotengeneza zile dawa. Naambiwa kutumia mzizi, waganga ni wachawi kwa sababu wanachinja wanyama. Lakini mnyama ana damu unakwenda kutoa hospitali. Hospitali unaambiwa ulete damu, ulete mkojo, ulete kinyesi, waende wakapime. Lakini daktari hajawahi kuagiza vitu hivyo, daktari wa tiba za kienyeji, ya kwamba anahitaji vitu kama hivi. Yeye haribu chochote. Kwa hiyo unapopigwa chale mwilini, ni njia mojawapo kama daktari pale anapokuchoma sindano, naye anaweka tundu katika mwili wako. Ndio njia ya kuingizia dawa katika mwili wako wewe. Lakini huku ukija kwetu unaambiwa mmepigwa chale, nyi wanga. Sio wanga. Chale ni njia ya kuingiza dawa katika mwili. Ukienda katika kwenda kwa mizimu, kama tuna mzimu wetu mkubwa wa Afrika tunakwenda kutangaza hapa, mtasema msharudi sasa. Naenda kuabudu mizimu. Mizimu ni mashetani, mizimu ni majini. Mizimu hata wewe unakwenda kuwa mzimu very soon. Kwa sababu mzimu ni mwili ulioachana na roho. Kwa hiyo roho inaendelea kuwa hai, inaendelea kuleta mawasiliano na ulimwengu, lakini mwili unaoza. Kwa hiyo ule mzimu ni mababu zetu, roho zao tunakwenda kuzituliza na kuongea nazo. Wao watakwenda kuwasiliana na roho kuu ambayo ndio muumbaji wa vyote. Kwa sababu mnasema wenyewe kwamba Mungu ni roho, lakini sisi tunasema muumbaji mkuu ni roho. Kwa sababu miungu iko mingi na waumbaji wadogo wadogo wako wengi. Kwa hiyo tunamwita muumbaji mkuu wa vyote. Kwa hiyo muumbaji mkuu huyu ametupendelea watu weusi sisi kuliko kiumbe chochote chini ya jua. Naongea hivi, najua wengi watasema Chionda wengine wale hawafai. Hapana. Nachoongea ni kweli kabisa. Kakae, fanya utafiti wako, utajitambua ya kwamba wewe ndio mtawala wa ulimwengu huu. Kwa sababu dawa wanazotengeneza hospitali, vidonge vyote hivyo unavyoviona, wanatumia mimea. Mimea hii na matunda yetu na pamoja na nafaka ndio natengenezwa dawa za kienyeji. Lakini dawa hizi ni bora kwa sababu ndani ya dawa hizi hakuna hazina chemicals dawa. Dawa zetu sisi wa Afrika hazina chemical. Wao wanakuja kuchimba mitubutu, mipapai yetu, lakini lazima uingize viwandani, watie na chemical kidogo ili kesho uende tena ukanunue. Sio kama dawa ni mbaya za hospitali, ni nzuri, lakini tunasema turudi kwenye asili na mila na tamaduni za Mwafrika. Matambiko, mfanye matambiko, kujisafisha, kujirudisha kwa wazee wako. Wazee wako watakuelewa, watakukumbuka, watakusaidia katika matatizo yako. Utasema Chionda anasema wazee washakufa, watatusaidiaje? Wewe ni wao na wao ni wewe. Bila wao wewe usingekuwepo. Hawa tunaendelea kuwakumbuka na kuwashukuru, lakini wewe kila siku wana demonize mashetani. Mababu zetu ni mizimu, wengine walikuwa wachawi. Sasa akiwa mchawi, kama uchawi wake nao una njia zake, uchawi kusema babu mchawi hahitajiki. Abaki na uchawi wake. Tunahitaji vile babu ambavyo vilikuwa vizuri, watu wote walikuwa wananeemeka kwake. Kuna mambo mawili duniani. Ukiwa mzuri utakuwa na ubaya unao, kwa sababu hiyo ndio asili. Na ndio maana mkono wako una nyuma na mbele. Kila kitu ni viwili. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, ndugu wa Tanzania, ndugu wana wa Afrika na ulimwengu kwa ujumla, tunasisitiza urudiji wa Afrika katika mila na tamaduni, na mkubali kupokea ya kwamba hivi vitu ni asili yetu. Unajifanya mzungu,
Mzungu wewe si rafiki yako. Mzungu anakutumia kama biashara tu. Wewe ni mtaji kwake. Huwezi kupata chochote. Wewe ni wakala wa kutangaza ukuu wake. Wanaita white supremacy. Wewe unachofanya mambo yote kumkumbatia mzungu. Mzungu bado anakuona wewe ni mtumishi wa kawaida, servant, ambaye hufai kulipwa pesa nyingi, hufai kupandishwa juu ya kilingi. Wewe utakuwa chini ya piramidi, utakuwa mbebaji. Piramidi ni somo kubwa, kwa sababu piramidi inaonyesha jinsi mzingo wa maisha unavyokwenda. Kuna wakubwa na wadogo. Sasa wewe utakuwa mdogo, tutakuwa unashikilia muda wote, jasho linakutoka. Kwa hiyo Afrika, turudi kwenye mila na asili yetu. Mwafrika sio dhaifu. Mwafrika itawala dunia miaka yote mpaka miaka 1600 wazungu walipopata akili na kuja kudemonize vitu vyetu na wakaviogopa. Kwa sababu wao ndio walioitisha watu kama mimi hapa, ambaye ni kipindiko sijui asili yangu, naambiwa kakate mti ule, kachome pango lile, wao wazee wanakwenda kuabudu pale. Sisi hatuabudu mizimu. Sisi tunawaheshimu mizimu yetu ili watupelekee ujumbe wetu na shida zetu kwa huyo muumbaji mkuu na mpaji wa vyote. Kwa hiyo sisi mizimu hatuiabudu. Hatuabudu mizimu. Sisi wao ni njia, tunasema ni mitume na manabii wetu. Kwa sisi tunawaamini. Kwa sababu hiyo ni imani yetu. Hizo ni njia zetu. Kwa hiyo kila mmoja duniani, Mchina ana Buddha, ana Shinto, ana Confucianism, kuna Zoroastrianism. Hizi dini za mataifa mengine au mila za mataifa mengine wanazifuata na maisha yao yanaenda. Kwa hiyo wewe unaweza ukaenda huku, lakini huku usikusahau, huku ndio kwa wazee wako. Baraka zinatoka kwa wazee wako. Hata vitabu vya dini za hizi zilizopo tulizo nazo zinasisitiza heshima kwa wazee wetu. Na tuwakumbuke kwa mwaka, fanya hata mara 2. Wakumbuke wazee wako. Wazee wako wao ndio wewe umetokea kwao. Kumbuka ardhi yako ni tukufu kuliko kokote pale. Ardhi ya Afrika ndio baba, ndio mama wa kila kitu. Hakuna Ulaya, Amerika bila Afrika. Afrika ndio source ya wanadamu na ndio source ya watu. Naona sina mengi, kwa ufupi ni haya. Waongeaji ni wengi, kikao ni kikubwa cha watu wengi. Kwa hiyo mimi nashukuru, ujumbe wangu ni huo, lakini tuwe pamoja. Otepu. Umati mwangaza wa tiba asilia Tanzania. Alhamdulillah. Kwa majina naitwa Bi Salmada Shabani, ni mtafiti wa tiba asilia Tanzania. Niko katika kitengo cha Umawati, ni mweka hazina wa wilaya ya Kinondoni. Kwa jina la kazi naitwa Bi Sharifu au Kibimwele. Alhamdulillah alladhi salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah la ilaha illa anta fajrini la man hatta wajibal maktuba lam ya'lam anna Allah yara. Qala la iyamta ila nasfa min nasfa hatta falyadu nadi ya sanadi wa sabana. Qala la tutiu wasdi aktari. Amjambo waandishi wa habari. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu kutuwezesha siku ya leo kunijua na niwajue ninyi hapo. Na mimi nilikuwa wengine siwajui viongozi wenzangu, maana kutoa mbali mikoa mbali na mimi. Nashukuru sana. Sasa leo tuleta hapa kama wenzangu viongozi waliotangulia kusema kwamba ni uzinduzi wa mzimu Afrika, ni kumbukizi yetu. Tulikuwa hatujuani, leo tunataka tujulikane. Tulikuwa hatujulikani, leo tunalitangaza rasmi kwamba tuna kongamano kubwa la waganga wa tiba asilia Tanzania hii. Tupo kama tulikuwa tunatibu kinyemela na vyeti vyetu tumekalia ubazoni. Sasa siku hiyo tunataka tuonyeshe zile ambaye tulizojaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kongamano hili litafanyika Chalinze kwa Pwani, lakini kama alivyotangulia kusema kiongozi mzetu, huko vijijini huko ndiko kuliko. Karibuni waandishi wa habari, tumewaiteni hapa waandishi wa habari ili mtusambazishie habari, watujue na sisi tunajua, watujue katika Afrika hii na nje ya Afrika, Tanzania na nje ya nchi. Kongamano hilo ni kubwa, ni zito. Tunataka mtusaidie. Watu watoka nchi za nje, South Africa, Malawi, Burundi, Ulaya,
watakuwa hapo, Kenya watakuwa hapo. Bila nyinyi waandishi habari, jambo letu haliendi haraka haraka. Karibuni. Dawa za asili zipo na dawa za kizungu zipo. Kama alivyosema kiongozi aliyopita, Mwenyezi Mungu katoa miti 99. Na yani tumeambiwa yani tuhifadhi kichwani, tutibu haraka haraka, lakini sielewi. Mpaka sasa hivi mwaka wa 17 sijahifadhi siji mingapi na iona kwa macho. Mtelewanda, Ufiambo, Mgosiagona, Kivunja Hukumu, Mtopetope. Umeona? Yani ni mingi. Mwinula, Mcheka na Mbingu. Kwa hiyo na sisi tuna ubunifu wetu unawakizalia kwamba mtoto unapomwona joto kali sana, sio unasema mkimbize hospitali malaria hayo. Tuna vijini vyetu tunapuruza, unafikishwa unaweka kwenye maji, unamwogesha, ingine anakunywa, anakojoa dakika hiyo hiyo. Nani homa imeshuka. Na sisi tunayo madawa. Tunaomba ututangazie, uturushie vipeperushi vyetu katika radio, katika ma-TV kwamba leo tumekutana na wanaumawati. Tunao makatibu kama alivyokaribisha baba huyo, makatibu, wanaharakati, wenyekiti ndio hao wa nini hao? Mwenyekiti ndio hakuja, kaja katibu mkuu. Mimi nisimalize uhondo jamani, tuko wengi. Jamani, turudini kwenye asili. Turudini kwenye asili yetu, tuitangaze asili yetu, turudi katika asili ya Mwafrika kama zamani. Kulikuwa hakuna magonjwa ajabu ajabu zamani. Na mahospitali kulikuwa yapo, lakini yako mbali. Mtu unakaa hapa hospitali Chalinze. Je, ukiwa na degedege au kifafa si unakufa? Lakini watu walikuwa wanazaa mpaka 13 bila operation. Lakini sasa hivi ukibeba mimba ujue umebeba mamilioni. Lakini kutokuwa kupoteza zile asili. Mimba inachezwa toka mwezi mmoja. Unakunywa dawa hii moja. Upati homa mama mjamzito mpaka unazaa. Unayo ushahidi. Ofisini kwangu nimlete wewe mwanamke. Akibeba mimba ya mwezi mmoja kama atapata operation. Na icheza mimba mwezi mmoja. Dawa moja tu anakunywa. Hakuna sijini, wewe nenda kachunguze. Hakuna operation. Lakini tunazizalau miti aliotoa Mwenyezi Mungu katika asili ya Mwafrika, tunayazalau tunazalau vidonge tu vya pressure, mtu mjamzito tumbo hilo na miguu hiyo. Na sisi tumeamka sasa kama tulikuwa nyuma. Tunataka tiba zetu asili zitangazwe na ziorozeshwe katika dunia. Kama mtu ana uwezo wake ajenga hospitali, watu waje wanywe wapone, tusaidiane, maana tunaona misongamano imezidi Muhimbili. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.